Oh yes, Asili Yetu Rada Tour 2026 tunakufikia popote ulipo. Asili Yetu TV kupitia Rada Tour inalenga kutambua, kukuza na kuibua vipaji kutoka kila mkoa wa Tanzania. Tunawakaribisha wasanii wa muziki, waigizaji, wachekeshaji, wanamitindo na wenye vipaji vya kipekee. Hii ni nafasi ya kipekee kuonekana, kusikika na kusonga mbele. Ziara itapita kila mkoa na ratiba rasmi tunatangaza hivi karibuni, na vipaji vyote vitatangazwa kupitia Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada, tunakuona, tunakusikia, tunakuinua. Ulipo tupo. Tupigie kwa nambari za simu 0742 37 48 0. Lakini pia ni washukuru sana Lugome Music Sound ambao wao wanahusika na huduma zifuatazo. Wanakodisha mziki kwenye matukio yote ikiwemo send off, harusi, misiba, njana, ubatizo na matukio ya aina zote ambazo wewe unatamani wawepo. Lakini pia wanafanya PA, matangazo ya hadhara yale ya barabarani. Lakini pia Lugome Music Sound wao wanatoa huduma ya urekebishaji wa vyombo vya mziki. Inawezekana una chombo chako ambacho kinakuzingua, speaker nini, basi Lugome Music Sound wao wanatoa huduma hii. Na hawa washikaji bwana wanapatikana wilaya ya Ludewa, kata ya Mlangali, mtaa wa ndani, wanasema wanapatikana hapo. Kwa hiyo hawako mbali. Kwa hiyo mkazi wa Ludewa na viunga vyake vyote ambavyo viko ndani ya wilaya ya Ludewa wazingatie. Lakini pia unaweza kuwatembelea Mlangali, halafu then utakuwa unapata huduma zao. Lakini pia wamesha kuelekeza kwamba wao wanatoa huduma za kurekebisha mziki. Inawezekana speaker zako zimesumbua, mixer nini, basi Lugome Music Sound wao wanatoa hiyo huduma. Kwa hiyo wazingatie sana. Pia unaweza kuwapigia simu kupitia namba 0759 569 153, 0759 569 153. Ukiwazingatia hao utaenjoy sana. Lugome Music Sound, sauti bora kwa tukio lenye hadhi. Wazingatie sana. Lakini tunaondoka na Jimas Fashion ambao wao wanapatikana Igwachanya, wilaya ya Wanging'ombe, wanapatikana hapo. Jimas Fashion bwana, wao wanatoa huduma za ubunifu wa mavazi. Yaweza sasa wao wamekwambia kwamba mdau, usikae kinyonge kwenye event ukajiuliza inakuaje, nitaishiji, nitaendaje kwenye event, nitaonekanaje? Basi wao wamekuja na ubunifu ndani ya mkoa wa Njombe, ambapo makazi yao makuu, ofisi ambazo zipo ni sasa hivi ziko Igwachanya, wilaya ya Wanging'ombe. Wanatazamana na shule ya sekondari Igwachanya. Jimas Fashion wao wanatoa huduma ya ubunifu wa mavazi. Kwa mfano kama mimi Uncle G nikienda kushona mavazi kwao, lazima watanipa kwanza elimu kulingana na muonekano ambao nipo, kwamba vazi wewe ili likupendeze ungevaa vazi la mfumo huu. Lakini pia wanatoa mafunzo ya wanafunzi ambao wanatamani kuwa wabunifu wa mavazi. Sekta ya ubunifu wa mavazi inakuja juu sana, kwa hiyo wazingatie sana, na bei zao ni nafuu sana. Lakini pia unaweza kuwapigia simu kupitia 0758 566 896, 0758 566 896. Hao ni Jimas Fashion ambao wanapatikana pale Igwachanya. Mimi naitwa Uncle G na hii ni Asili Yetu TV. Na leo bwana tunapiga story na mwanadada kutoka Mbeya mpaka Njombe, lakini pia yeye anatuambia kwamba ni mkazi wa Njombe, ambaye sasa story zaidi yeye ndo ataweza kutuambia. Karibu sana Asili Yetu TV kwa mara ya kwanza kabisa. Asante sana. Na kwa faida ya mtazamaji, unaitwa nani? Kwa jina naitwa Catherine Andrea Liduke. Natokea Halali. Ni mkoa wa Njombe. Imekuwaje Mbeya? Mbeya nimehamia kama kikazi, biashara. Okay. Harakati zako za sanaa tumeanza mwaka gani? Harakati yangu mimi ya sanaa nimeanza mwaka jana.
Na mapokezi kwako ndani, unaona kweli tunatendea haki? Kwa kweli mapokezi ni mazuri na pia ni natendea haki. Okay, kitu gani ambacho kilikushawishi wewe kuingia kwenye uchezaji wa filamu? Sanaa niseme tu, toka kipindi nikiwa mdogo nilikuwa napenda sana sanaa. Na mpaka sasa natamani sana kufanya sanaa. Okay. Kwa mtazamaji ambaye anakufahamu, anatamani kufahamu ni filamu ngapi ambazo umezifanya mpaka sasa hivi ziko kwenye mitandao ya kijamii, mtu anaweza kwenda kuzitazama? Ni kweli sanaa ambayo ya kwanza sana nilikuja kuifanya ni movie ambayo inaitwa The Lost, ambayo ipo YouTube. Pia movie ya pili nimekuja kufanya pia inaitwa Mpakani, pia ipo YouTube. Na movie ya tatu nimefanya inaitwa Tatizo ni Pesa, pia ipo YouTube. Okay. Kwenye filamu ya Mpakani nilitazama. Ndio. Okay, ulicheza kama mke wa mfalme. Ndio. Mke wa chifu. Filamu ile tumeshutia wapi na location mliishi muda gani? Filamu ile tumefanyia Mbalali Mbeya, huko vijijini kwa Wasukuma. Okay. Location ndio tulifanyia huko. Okay. Ndio. Changamoto gani ambayo umekutana nayo kipindi ambacho unaingia kwenye sanaa mpaka sasa hivi unaona kabisa hii changamoto mara nyingi huenda imekuwa ni kikwazo kwa watoto wa kike kuweza kutimiza au kufikia malengo yao? Cha kwanza ambacho kilikwaza sana location, kupanga kwenye masuala ya kambi. Kilicho kilikwaza sana chakula kikuja kuisha kabla ya kambi. Okay. Ndio kilicho kimekuja kunikwaza sana. Pia changamoto kwenye sanaa zipo. Okay. Changamoto gani ambayo unahisi wewe kwenye sanaa mnapokutana labda kambini au madirector mara nyingi wamekuwa wakikatisha ndoto za watoto wa kike kufikia malengo yao? Ni kweli ambacho watu wanasemaga kwenye sanaa wengi wanakuwa malaya sana. Tunaweza tukasema ni kweli, ila ni kutumia tu akili yako. Pia kwenye sanaa kuna changamoto sana. Bila kujikontrol wewe mwenyewe pia itakuwa ni changamoto sana. Okay. Tulishawahi kukutana na changamoto kama hizo za mahusiano? Labda director anakwambia bwana, mimi bila kufanya hivi siwezi kukuzingatia. Ndio, wapo, lakini kwa mimi sidhani kama ilitokea. Okay. Na 2026 tutarajie kuachia kazi binafsi au bado tuko chini ya makundi? Mimi mtarajie tu kuachia kazi ya binafsi. Ndio. Tumejipanga hivyo lazima nijipange kwa sababu ndo naipenda sana. Unaipenda sana. Okay, kwa mkoa wa Njombe tunavyotazama, ndio, tuachane na Mbeya tuzungumzie Njombe. Ndio. Ni msanii gani wa kike ambayo unamuona kabisa kwenye Bongo Movie anakusumbua kichwa? Kwa hapa Njombe. Mkoa mzima huwa Njombe. Kwa hapa msanii ambaye wa kike. Niseme ukweli sijawahi kumfuatilia. Hujawahi kufuatilia? Sijawahi kufuatilia. Okay. Wasanii wa hapa Njombe. Okay. Wasanii wa Njombe hujawahi kufuatilia? Ndio. Okay. Kwa Mbeya? Kwa Mbeya nimefuatilia. Okay. Msanii yupi ambaye unaona kabisa huyu ananipa changamoto, unatakiwa kujikaza, yani kupambana zaidi? Kwa kweli kwenye msanii wa kike siwezi kuzungumzia sana kwa sababu
tupo sawa tu. Mko sawa? Tupo sawa tu, labda changamoto ambayo labda kwenye upande wa wanaume. Okay, kwenye filamu ya Mpakani nimeifuatilia, imefanya poa sana kulingana na story, lakini pia kwa director ambaye alidirect, lakini pia mtu ambaye alisimamia cast alipanga vilivyo sana, editing ilifanyika vizuri, lakini kameramani naye alipiga picha kwa viwango vya juu sana sana sana. Kuna scene ambayo ilikupa changamoto? Scene ambayo ilinipa changamoto sana ni ya Mpakani. Kwa sababu ile ilikuwa yani haina edit, ni live. Okay. Yani kwa hiyo kama unaambiwa unapigwa, unatakiwa upigwe. Ambayo kweli ilikuwa ni changamoto, na pia kuamka kwenye kwenda kushoot location, muda ulikuwa sio rafiki. Pia unaweza kuamshwa muda saa 11, saa 10. Kwa hiyo unakuta kule kwenye mazingira yako sio mazuri sana. Unakutana na matembo, na kwa matembo ndio hapo mengi sana. Okay. Kwa hiyo pia inaweza kuwa ni changamoto sana kwenye upande wetu sisi wa sanaa. Okay. Catherine, kuna watu wanatazama sasa hivi wanatamani kufahamu umeolewa? Hapana. Kwa nini? Bado. Je, tuko kwenye mahusiano? Hapana. Okay. Uko ndani mguu nje. Yani hatujaelewa. Yani nipo lakini mguu mmoja ndani, mguu mmoja nje. Unadhani kwa nini kinakufanya mguu mmoja uwe ndani, mguu mmoja nje? Wanaume wengi sana kwa sasa ni waongo sana. Wanaume wengi ni waongo. Okay. Kwa hicho ndicho kilichokufanya mguu mmoja uwe ndani, mguu mmoja nje. Na maana tunapima au inakuwaje? Hapana, unajua kwenye mahusiano ya sasa tofauti na wazito wa zamani. Okay. Wazito wa zamani walikuwa ni watu wa ukweli sana. Tofauti na kali ya sisi kwa sasa. Okay. Ni waongo sana. Kwa hiyo sometimes ukitaka kuingia miguu yote, mwisho wa siku ukalia. Hao ni wanaume. Na upande wa wanawake unaweza ukawasemea nini? Upande wa wanawake changamoto pia sisi upande wetu siwezi kuwasemea wanaume tu. Na pia sisi upande wetu sisi tuna changamoto. Okay. Catherine, ukiwa nyumbani unapenda kufanya shughuli gani? Mimi nikiwa nyumbani napenda nikimaliza shughuli zangu, ambacho napenda kufanya mazoezi ya comedy. Na pia nipo kwenye kufanya kazi ya comedy, na napenda sana na kufanya mazoezi ya kuigiza. Okay. Mazoezi. Okay. Na ni mavazi gani ambayo wewe binafsi unapenda sana kuyavaa? Unaona kabisa haya nikivaa, yani unajisikia uko poa sana? Kwenye mavazi ya kutoka au kwenye comedy? Ya kutoka, ya kawaida tu. Tumeshahama kwenye sana, tuko kwenye maisha kawaida. Kwenye kutoka huwa napendelea kuvaa suruali. Okay. Tunaweza kwenda nayo kanisani? Hapana. Swali hapana, huwezi kwenda naye kanisani. Lakini pia na nguo zenyewe za kuendea kanisani. Okay. Na unapenda chakula gani? Mimi chakula ambacho nakipenda sana ugali. Ugali. Kwa nini ugali? Ugali mimi napenda kwa sababu ndio tumekulia ugali. Unakuta huko kijijini wenzetu wale wanakula mpaka sherehe. Okay. Mwaka mpya mpaka Christmas. Na chakula gani unapenda sana kukipika, na chakula gani ambacho kinakushinda kabisa kupika? Hamna chakula ambacho kinanishinda kupika. Okay. Ambacho chakula ambacho napenda sana ugali na chips. Okay. Na wewe ni kabila gani hasa? Kabila langu ni Mbena. Ambaye ni Mbena ambaye ni wa ndani sana, lakini kuongea sio sana. Okay. Na elimu yako? Elimu yangu mimi nimeishia la 7. La 7. Okay. Baada ya kumaliza la 7 tulianza na shughuli gani? Baada ya kumaliza darasa la 7 nilianza na shughuli za kuajiriwa tu kwenye migahawa ya watu mbalimbali na kufanya kazi za house girl mbalimbali. Okay. Kitu gani wewe binafsi ambavyo yani unaona kabisa hiki unajivunia kwamba mimi najivunia kitu fulani? Mfano kama mimi naweza nikasema najivunia urefu nilionao.
Kwa upande wa mimi naweza kusema najivunia kuwa labda najivunia kuwa jinsi nilivyo, yani jinsi ulivyo bonge nini. Ila sio sana. Sio sana. Sipendeleagi sana, yani hivi tu nilivyo naona kero. Kwa nini? Kibinafsi kweli, yani kwa mimi sitamani, yani sipendagi kuwa mnene, ila ndio hivyo sasa, ndio asili kote ndio tulivyotoka hivyo. Ni wanene wengi, hamna mwembamba, lakini pia kwa sipendagi kuwa mnene. Okay. Yani nakuwa natamani kama inawezekana labda nimpata mtu yoyote ningempa. Okay. Na Catherine, tunataka kufahamu tuko na familia ya watoto wangapi? Mimi na mtoto mmoja. Okay. Yuko wapi? Ipo Makambako. Na kwa nini mtoto mmoja? Tulikuwa kwenye ndoa ndoa ikashindikana au ilikuwaje? Hapana, sikuwa kwenye ndoa wala sikuolewa naye. Japo niseme ni kiufupi nilizalia nyumbani. Okay. Tukirudi kuangazia kwenye upande wa game sasa la sana, tulikuwa tunajaribu kwa ucheki kwenye maisha ya kawaida. Turudi kwenye game la sana ambalo umeingia mwaka jana. Mpaka sasa hivi umefanya poa sana kwenye hizo filamu ambazo umezicheza. Tutarajie kupata filamu kama ile aina ya Mpakani ambayo umepromise kwamba tunatarajia kuachia ndani ya mwaka 2026 au ni filamu ya tofauti zaidi? Mimi ninachoomba mashabiki wangu watarajie kuna filamu ambayo inakuja ni nzuri zaidi ya Mpakani, ambayo pia itapishana na mavazi kidogo. Okay. Tukio kama Kape, tukiwa location kwenye maandalizi ya kushuti filamu, tunapenda sana kucheza scene gani ambazo unaona kabisa hii scene nikipewa director ajipange? Kwa kweli scene ambayo napenda sana mimi ya kuwa mke. Ndio maana hata ukifuatilia scene zote nilizocheza, The Lost, Mpakani, Tatizo ni Pesa, nimecheza kama mke. Na ambacho kilichokuwa kinanisaidia sana kucheza kwenye kama mke, mwili. Okay. Hizo scene ukipewa unazitendea haki? Hizo scene nazitendea haki sana. Yaani hata useme kitandani na kwa vile ndo unaipenda. Na scene gani ambayo ilikupa ugumu? Action zilikuwa nyingi sana, tiktu zilikuwa nyingi. Scene ambayo iliniletea ugumu sana ni unakuta unaambia labda vua nguo, scene ya kucheza kitandani. Kweli niletea ugumu sana. Japo zilikuwa nyingi. Nyingi sana. Okay. Sababu nilikuwa na aibu. Ulikuwa na aibu. Lakini ilifikia mahali nikaizoea. Tunavua kweli au ilikuwa ni inaishia mita fulani hivi kamera inazimwa hapo? Hapana, kuvua unavua, lakini unatumia kitenge, unajifunga huku chini, unavaa kama ni tight au tight yako ndefu unavaa. Kwa hiyo unajifunga kitenge, unaingia kushoot. Okay. Kitu gani ambacho unakichukia sana kwenye sanaa? Kitu ambacho nakichukia sana kwenye sanaa ambacho watu hawafiki kwa wakati. Location, labda kiongozi anakuambia jamani, saa 1 kamili kila mtu anatakiwa afike location. Mtu anafika anavyohitaji yeye, anafika saa 2, saa 3. Okay. Ambacho nakichukia sana kwa sababu kwamba ni wasanii ambao hatuendi na muda. Okay. Unadhani tukikaza kwa mwendo huu tunaweza kuondoka kweli? Kwa hizo style hizo? Hapana. Naweza tukafika tumechoka. Okay. Tukiangalia kwenye game ambalo tumepiga ile filamu ya Mpakani na nini nyingine? Tatizo ni Pesa. Okay. Tunaweza kuondoka mjini? Ambayo tunaweza tukaondoka mjini filamu ya Mpakani. Okay. Yes. Baada ya kutoka filamu ile, kuna watu ambao labda ni wasanii wamekutafuta? Ndio, baada ya kutoka kwenye filamu ya Mpakani ndio niliitwa kwenye hiyo movie ambayo inaitwa Tatizo ni Pesa. Okay. Yes. Imechezwa wapi hiyo? Hiyo imechezea Mbeya, Mbarali Mbeya, kijiji kinaitwa Mbuyuni.
Okay, wasanii walikuwa pale. Director alitoka wapi? Director alitoka sio mbali na kile kijiji. Alitokea pale pale Mabadaga. Okay. Anaitwa nani? Anaitwa Frank. Okay, filamu imeshatoka? Filamu ndio ishatoka, kipande cha kwanza hadi cha pili. Na mle umecheza kama nani? Kwenye Tatizo ni Pesa nicheza kama mke vile. Okay, kama hizo sini zina upako Sini na sini na yani sini ndo ambayo mimi ninaipenda kwa sababu ndo nilianza nayo. Okay. Ndio nilianza nayo kwenye movie ya kwanza ambayo inaitwa The Lost, ambayo ukiingia YouTube andika The Lost Production. Hiyo ndo movie ya kwanza kucheza kama mke, ndio ikawa kama ndo kufungulia njia sasa. Okay. Nyuma yako ya sanaa kuna mtu gani ambaye amesimama kwa ajili ya kusupport? Kwa kunisupport kwa sasa, ambaye nipo najifunza kwenye masuala ya comedy, ambaye anaitwa Maiza Mbena. Safari ya Maiza kutoka Mbeya mpaka Njombe mlifahamiana vipi? Safari ya Maiza Mbena tufahamiana kwenye FB, Facebook. Yes. Facebook kama Facebook. Ndio, maana nilikuwa napenda sana kufuatilia kazi zake. Na anafanya vizuri kwa sababu anatumia kazi yake ya comedy, anatumia kilugha cha Kibena ambacho kipo ni asili kabisa cha ndani. Kwa hiyo kadri nilivyokuwa namfuatilia nilipenda sana comedy zake, na nikamtafuta, nikamwambia, nilimtumia meseji pia, hakukata tamaa, na yeye pia akanijibu. Mwisho wa siku tukapigiana simu, tukatoka FB tukaingia kawaida. Nikamwambia, bwana, mimi nikajitambulisha kama kawaida. Mimi natamani sana kufanya kazi ya comedy, lakini sio mjuaji sana. Natamani kwa unapotumia lugha yako ya Kibena asilia. Kaniambia sawa, karibu sana. Na nikakaribia. Okay. Tutarajie kubaki Njombe au tunarudi Mbeya? Kwa sasa mtarajie kwamba kwa sasa nipo najifunza masuala ya comedy. Kwa hiyo mtarajie kwamba nitabaki hapa Njombe. Nje ya sanaa kuna shughuli gani ambayo tunafanya ili kujipatia kipato zaidi? Nje ya sanaa shughuli ambayo naifanya ambayo ni kuuza matunda kwenye container. Nauza, na pia nauza mazima na kwenye container. Ukiwa wapi? Ukiwa Mbeya. Yes. Okay. Una wito gani sasa kwa mashabiki zako? Nikupe nafasi, sema na mashabiki zako wajue unapatikana kwenye mitandao gani, lakini pia waelekeze kazi zako ambazo unazifanya vizuri kabisa, kwamba waingie YouTube wa search nini. Okay. Napenda sana mashabiki wangu kunifuatilia na waingie kwenye Umesahau. Hatujamiliki account binafsi. Ndio, kwa upande mimi kiujumla sijamiliki account yangu ya binafsi. Ila nategemea kuja kumiliki account yangu hapo binafsi baadaye. Ila kwa sasa hizo movie zipo kwenye account za watu wengine. Okay. Haya, mimi nikushukuru sana kwa kupiga story na wewe. Tuna imani umeenjoy. Asante. Kuna la ziada? Hapana, mimi nashukuru. Kikubwa ambacho napenda washabiki wangu waendelee kutufuatilia. Pia watu support. Na sisi pia tutafanya kazi vizuri zaidi. Okay. Kwa sasa ambacho napenda sana mashabiki wangu waendelee kufuatilia kwenye swala la comedy. Ndio. Okay. Kwenye comedy napenda sana wafuatilie kwenye FB, Facebook. Wakiandika Maiza Mbena watatukuta mle. Ndio wafanya kazi. Okay. Shukrani sana mtazamaji wa Asili Yetu TV ambaye umekuwa mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu. Tulikuwa na dada Kathe kutoka pale Mbeya Igurusi, lakini makazi yake halisi ambako amezaliwa ni halali ni ndani ya mkoa wa Njombe, ila ni wilaya ya Wanging'ombe. Lakini sasa hivi mwanadada yeye amefunguka wazi kwamba sasa game lake amebadili mwelekeo na kuelekea moja kwa moja kwenye
comedy, japo amefanya kazi zingine ambazo ninazifahamu kama Mpakani, ambapo zinafanya poa sana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini sasa hivi unaweza kumzingatia kwenye akaunti ya Maiza Mbena. Wengi tunamfahamu yule mwamba ambaye yeye anazungumza sana Kiruga. Kwa hiyo ukimzingatia comedy, siku ngapi hizi nimeona kuna vitu vionjo mbalimbali ambavyo vinafanyika kule. Bila shaka kuna clip ambayo mlicheza, mwamba ameenda kuonyesha shamba la Matosani. Haya, sema bwana na kuhonga ili shamba liwe la kwako, alafu mwamba katokea, sasa wewe mbona shamba la kwangu hili? Ni kweli kabisa. Okay. Kwa hiyo hakikisheni mnamzingatia hapo, alafu mtakuwa mna enjoy sana. Mimi naitwa Ngoji na nikutakia kila la heri, lakini shukrani sana kwa wote ambao mnaendelea kutusupport kupitia Asili Yetu TV. Bado tunaendelea kusongesha gurudumu. Mimi naitwa Ngoji na hii ni Asili Yetu TV.